pesa zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sio wa kumshangilia shetani, sio wa kucheza naye. Mpingeni. Mungu amesema jambo moja tu tunapaswa kufanya kwa shetani. Mpingeni naye atafanya atoke. Haina haja ya kuanza kuongea naye shetani. Alikoseaga Hawa, alimpa chance cha kuongea naye shetani. Shetani amekuja eti Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Eti Mungu amesema mwaka huu mnafanikiwa sana. Bwana asifiwe. Atakuja nayo maswali. Wewe hata ukisikia hivyo mwambie toka kwangu kwa jina la Yesu. Huna nafasi kwenye maisha yangu. Huna ushauri wowote shetani utanipatia mimi utakaonifaa kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe. Analetaga ushauri ambao mwishoni kule akuonyeshi una madhara makubwa mno. Lakini mwanzoni hapa anakuonyesha picha ya mbele kwamba bwana ukiingia kwenye hiki kitu utapata hiki, utapata hiki. Alimwambia Hawa pale. Unajua Mungu ni yani pale shetani kwa mara ya kwanza anamsingizia Mungu ni mwongo. Akati yeye ndo mwongo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Anamwambia unajua Mungu ni mwongo. Amewadanganya. Anajua mkila matunda haya mtakuwa kama yeye. Mtajua mema na mabaya. Mungu aliwakataza wasile yale matunda ili wajue mema tu, wasijue nini? Mabaya. Kwa sababu chochote utakachokijua kitakuja kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo shetani akasema, haya mabaya ni yako ya upande wangu, lazima wayajue. Na wakishayajua tu wamefungulia mlango yaingie kwao ya watesi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Adamu kilichomtokea. Adamu alipewa bustani nzuri, yani sawa sasa hivi amejengewa nyumba nzuri, amewekewa kila kitu. Ameambiwa kaa humo, fedha za kutosha, kila kitu, lakini wewe cha msingi fanya kazi yangu. Ndio alimwambia pale. Bwana Yesu asifiwe. Adamu akaacha maagizo ya Mungu, akafuata maagizo ya nani? Ya shetani. Kilichomtokea akafukuzwa kwenye ile bustani. Alikuwa anakula bure, analala bure. Sasa anakula kwa jasho, atalala kwa nini? Kwa jasho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yale yaliyopotea wakati ule wa Adamu, Yesu ndo ameyarejesha tena kwetu leo hii. Ndio maana anasema msijisumbue kwa neno lolote. Ukiwa na jambo lolote, liwe ni kodi, iwe sijui unataka pesa ya nini na nini, anasema hayo yanapatikana kwa kuomba, kwa kusali na kushukuru. Haja zako na zijulikane na nani? Na Mungu. Wakati mwingine nenda peke yako kapige magoti, mwambie Mungu, wewe ndio umenileta hapa duniani. Unajua sisi wengine wote umekutana nao tu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yakukupata magumu, utaona kila mmoja anakaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda kwa Mungu, yanapokuja magumu, Mungu anakuja na wewe. Unachukua yale magumu, unamlinganisha na Mungu. Hivi Mungu, haya yanaweza yakakushinda kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema kwa kuomba, kusali pamoja na kushukuru. Una haja yoyote mwambie Mungu. Mimi kuna siku moja wakati ndio nimeokoka, namshukuru sana pastor wangu, alinijenga ile. Lile neno lijatoka hadi leo. Hiyo wa Filipi sura 4 mstari wa 6. Siku nilikuwa nina shida na shilingi 20,000. Sasa sio ilikuwa ni shida gani ile? Ilikuwa ni ya kwenda kununulia memory card ya kamera. Nilikuwa na kamera kipindi kile. Alafu nilikuwa na rekodi neno la Mungu mwenyewe tu bila mtu kunituma. Sasa nilipungukiwa, memory card iliyokuwepo ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo mtu akasema bwana mimi na memory card kubwa nilipatia shilingi ngapi? 20,000. Nikaenda kwa mchungaji nikamwambia, sikumwambia nataka kufanyia nini, nikamwambia tu mchungaji na shida na shilingi 20,000. Asa 20,000 umeshapata, njoo. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda nikaona afadhali Mungu amejibu maombi. Akafika naona nashangaa ananifunulia Biblia. Akasema soma hapa, si unajua kusoma yeye. Soma hapa. Nikasoma. Tufungue pale ambapo ndipo pasoma. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6. Alafu na wa 19. Nakumbuka hadi leo. Na ili nisaidia na mpaka leo hii imenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 6 inatuambia hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno
kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Mambo mangapi haya? Matatu. Nenda mbele za Mungu ukiwa unasali na hilo jambo lako, uwe unaomba. Kuomba maana yake ni kumshirikisha, kusali maana yake ni kulipeleka. Kuomba unataka msaada yeye alifanye, alafu shukuru kwa sababu unajua tayari Mungu amefanya nini? Ameshalifanya. Akaendelea akasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji akaniuliza swali akasema, "Je, haja yako Mungu hapa amesema unijulishe nini?" Kaambia hapana, amesema umjulishe nani? Umjulishe yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Akaniambia nenda kapige magoti sehemu ya peke yako, mwambie Mungu akufanyie jambo hili. Mungu anaweza. Mungu anataka utukufu apate yeye. Wewe nikikupa mimi 20,000 hautomwamini Mungu, utaniamini mimi. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu utampa Mungu, utanipa mimi. Sisi ni wanadamu, hatutaki kupata utukufu. Utukufu wote anatakiwa apate nani? Mungu. Akatolea pale 20,000 anasema ninayo hii hapa, lakini kwa ajili ya neno hili sikupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua ukitoka pale kama una akili unachukia, na kama una akili kabisa unahama na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani anaweza akakushawishi akasema hao hawafanya nini? Hawakujali. Unaweza ukahama kabisa. Lakini ukimruhusu Roho Mtakatifu utaanza kuona neema. Tusome mstari wa 19. Anasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huyu tunayemtumikia anatujaza kwa kila tunachofanya, tunachokihitaji. Chochote unachokihitaji wewe mwambie yeye, atakujaza. Bwana asifiwe. Amen. Atakujaza kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Wewe upo ndani ya Yesu.